Karibu katika episode ya pili na ya mwisho ya recap yetu. Kama bado hujatazama episode ya kwanza, hakikisha unagusa hicho kipop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya kwanza ni baada ya kumuona bidada Elisa akiwa ndani ya mapoli mazito, na ghafla tu akaweza kukutana na bidada mmoja anayefahamika kama Meet. Huyu alikuwa ni rafiki yake hapa chuoni, na lakini rafiki yake alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi walioondoka hata kabla ya mahafali. Kwa lugha nyepesi, hakupaswa kuwepo hapa ndani ya msitu. Rafiki mtu akasema kwamba baada ya tsunami alijikuta tu amenaswa juu kabisa ya matawi ya miti, na akajishangaa kwamba ameweza kuamka na akaanza kuwatafuta wenzake. Elisa alijawa na mashaka sana, akiwa haelewi nini ambacho kinaendelea. Rafiki yangu mimi mwenyewe nilimsindikiza na nilimpandisha boti akarudi nyumbani. Hasa bidada Meet akaendelea kwa kusema kwamba pia hapa katika mapoli hatuko peke yetu, wako watu wengine wengi tu, lakini pia kuna usafiri ambao unakuja, kwani tumeshafanya mawasiliano, kuna boti moja kubwa inakuja hapa. Bidada Elisa moja kwa moja akili za wasiwasi zikawa zimeweza kuondoka, akawa ametabasamu sana akijua kwamba kuna boti ya msaada inakuja. Lakini mbona jibu la bidada Meet linafanana sana na jibu la yule mwalimu ambaye aliweza kuokotwa? Sasa naye mwalimu alisema hivyo hivyo kwamba alikuwa amenasa juu ya miti. Ina maana watu wengi walikuwa amenasa juu ya miti hapa ndani. Sasa tukirudi kwa mtaalamu Ice, yule aliyekuwa amejioverdose kwa madawa ya kulevya, na Mwamba alikuwa amepelekwa hospitalini. Sasa hivi ndio anapata fahamu. Sasa kumbe Mwamba ana tatizo la moyo ambapo huwa anatakiwa kufanyiwa matibabu kila baada ya mwaka mmoja. Sasa kwa bahati mbaya sasa hivi yuko katika kisiwa. Itawezekana kweli Mwamba kutoboa? Sasa Daktari May aliweza kugundua jambo hili, akawa anamshauri Mwamba kuwa makini sana na aache kabisa kutumia madawa, kwani atazidi kujihatarishia zaidi afya yake ya moyo. Lakini huyu Mwamba ni mbishi, akawa ameondoka zake kwa hasira, yaani hakutaka hii siri yake ya ugonjwa wa moyo uweze kutambulika hapa katika kisiwa. Hasa huku upande wa pili, bidada Rim alikuwa akimtazama Mwamba Kram ambaye alikuwa busy sana kutazama michoro, na hii michoro ni ile maono aliyokuwa ameyaona katika wakati ule, wakati tetemeko la ardhi limetokea. Wakawa wanajadili pale na kusema kwamba huenda michoro hii ikawa na maana, sio bure kabisa. Hasa Mwamba Ice baada ya kutoka pale kwa bidada akawa amekuja huku kwa bidada Nam na akaanza kumwambia kwamba naomba utumie uwezo wako wa kufanya mambo kiroho uweze kunitibia, kwa sababu naona kama nina muda mrefu kuendelea kukaa hapa katika kisiwa na hali yangu itakuwa mbaya. Hasa bidada Ying alikuwa anamsikia Mwamba Ice ambaye ni mpenzi wake akiwa anaongea na huyo bidada, na akawa anapanga kwamba natakiwa nimfanyie jambo la kutisha sana huyo bidada kwa sababu hawezi akawa jirani na mpenzi wangu. Basi wakaanza kama vile kumfanyia Mwamba tambiko, wakisema kwamba wana uwezo wa kufanya masuala ya kiroho. Sasa wakati huo Mwamba amelazwa chini, wakawa wanajaribu tu kama vile kumfanyia katambiko fulani. Hasa katikati ya lile tambiko wakashangaa kuona kwamba jamaa anaanza kusema kuwa ile siku ya tsunami mimi nilikuwa nimemgonga bidada mmoja hivi katika njia, na ilikuwa ni kwa bahati mbaya, wala sikuwa nimekusudia. Nilitamani kwenda kumwokoa yule mtu ambaye nilikuwa nimemgonga na gari, lakini babangu mimi mwenyewe alinizuia, akasema kwamba kwa sababu ya baada yako hebu nenda na shughuli zako. Kwa hiyo tukamwacha yule mtu mpaka kafa. Hasa mwanzoni wao walijua ni masiara wanamfanyia, lakini kumbe wakaja kugundua kwamba jamaa ana siri nzito sana inayoitesa akili yake. Mwisho wa siku wakaanza kumwonea huruma wao wenyewe. Hasa bidada Nam leo aliweza kuwakuta Ying pamoja na Elisa wakiwa wanasikiliza lile shairi kama kawaida yao. Sasa Nam akauliza, ni hilo shairi mmelitolea wapi na kwa nini mnalisikiliza kila wakati, kwani ina maana yoyote? Hasa twende tena katika maeneo ya misitu. Bidada Elisa kama kawaida amekutana na rafiki yake. Hasa bidada Elisa akawa anamwambia Mint, nisamehe kwa sababu nilikuwa nimehaki simu yako, nilikuwa nafuatilia taarifa zako zote, na yote hiyo niliifanya kwa sababu ulikuwa umeniibia boyfriend wangu, kwa ndio maana nikawa nakuchunguza kimya kimya. Na bidada akasema yule mwanaume ndo anapaswa kulaumiwa kwa sababu yeye ndo alikuwa anatuchanganya sisi. Alafu akachukua spray akampulizia bidada kama alama X hivi katika macho yake. Sasa bidada akawa haoni mbele vizuri, mwisho wa siku akaangukia katika korongo baya sana na akaumia mguu. Hasa ili kufungua tu macho yake anagundua kwamba kumbe alikuwa amepata usingizi na haya aliyokuwa anayaona yalikuwa ni maono tu, yani kana kwamba alikuwa anaota. Na yote hiyo imetokana na uchovu wa kuzunguka ndani ya mapoli na kuweka zile alama za X kutafuta huo mnara wa mawasiliano. Hasa Mwamba Kram licha ya kujua kwamba bidada May ana mahusiano na mwanaume mwingine, lakini jamaa bado anampenda bidada, sio mchezo. Akawa amemwita siku ya leo mitaa ya beach na akamwambia kwamba ningependa tutumie wakati huu kwa pamoja na kuomba tu. Basi bidada May bila yana yote ile akawa ameweza kukubali. Kwa akawa na Mwamba katika maeneo haya ya beach. Walipiga story kutokea mishale ya mchana mpaka usiku. Na Mwamba hakutaka kabisa kupoteza muda. Yeye akaamua tu kumtongoza bidada mara ya pili, huku anajua kabisa kwamba yuko na mahusiano na mwanaume mwingine. Baada ya kumtongoza, hutakaa uamini bana, bidada akawa amekubali, na hapo mambo yaliisha siku hiyo hiyo. Kesho yake mapema na alfajiri wanarudi katika eneo la kisiwa, wanakuja kugundua kwamba Mwamba Jackie yule alikuwa na ugonjwa wa mguu ameweza kufariki, na mdogo wake anayefahamika kama Jenny analia sana. Na kama kawaida bana wakaenda
akachoma mwili wa mwamba na akawa anarudi tena katika vyumba vyao. Hasa mtaalam Anan akawa anamuuliza bidada May, wapi ulipokuwepo? Nilikutafuta kule katika maeneo ya kliniki nikakukosa, nimekuzunguka kila sehemu lakini sijaweza kukuona. Ila bidada May akawa danganya na kusema kwamba alikuwa amechoka sana, kwa hiyo akawahi chumbani kwake na akajifungia kwa ndani. Na mwamba Anan aligundua kabisa kwamba bidada alikuwa anamdanganya, kwa sababu siku ya jana alikwenda mpaka huko chumbani kwa bidada hakuweza kumkuta. Akaanza kushtuka, ina maana mimi hapa katika eneo la kisiwa ninasalitiwa? Hasa bidada May akawa anakumbuka maisha yake ya zamani kidogo. Kumbe bana, yeye alikuwaga ni modo ambaye alikuwa anaonyesha sana mitindo ya mavazi na alikuwa anapata pesa kupitia kazi hiyo na kumsaidia mama yake. Basi maisha yakawa yanaendelea katika kisiwa, wanafunzi wanaendelea kuunganisha nguo zao, lengo ni moja tu, kuweza kutengeneza ile boti waweze kuondoka katika hili eneo. Lakini siku ya leo yule mwanamama ambaye ni mwalimu wao anayefahamika kama Alim, ambaye hata kurudi kwake katika kisiwa kulikuwa kuna utata, akasema kwamba Anam, mnajua mko busy sana kutengeneza hiyo boti, lakini siku chache mbele kutatokea na bonge la zoruba. Kwa ushauri tu ni kwamba acheni kabisa kutengeneza hiyo boti, endeleeni na maisha yenu kama kawaida hapa katika kisiwa. Na akasema kama ukiendelea kuwaacha hao wanafunzi waondoke katika ile eneo la kisiwa, basi wewe utakuwa umewajibika katika vifo vyao vyote. Mwamba alishangaa akasema, mimi tena ndawajibika? Yaani tunafanya msaada wa kutaka kujikomboa afu unaniambia ndawajibika kwenye vifo vyao? Siko tayari kufanya jambo hilo, wataendelea kutengeneza boti na tutaondoka. Wewe ni nani wa kusema kwamba baada ya siku 3 eti kuna mafuriko makubwa yatatokea? Unajuaje? Hasa Mwamba akawa amerudi tena pale katika mitaa ya boti na akaanza kuambia wenzake, jamani, ongeleni sana kwa kazi kubwa sana mlioifanya mpaka boti imeweza kukamilika. Sasa tupige kula nani na nani ambao watakwenda kuondoka wa kwanza katika eneo hili la kisiwa. Kumbukeni wanatakiwa kuondoka 10 tu. Hasa miongoni mwa 10 ambao walifanikiwa kuweza kuchaguliwa, Mwamba Clam pamoja na bidada Elisa na wenyewe walikuwepo. Hasa kumbuka kwamba Mwamba Anan anabifu sana na Clam kwa sababu anahisi tu kwamba bidada huenda alilala jana kwake. Hasa mwanamama Alim alipoweza kuyashuhudia hayo matukio ya vijana namna ambavyo wanajipanga, basi moja kwa moja akaondoka akamfuata jamaa mmoja anayefahamika kama Cliff, akasema kwamba najua kwamba Jack hakufa yeye mwenyewe, yule aliyekuwa na ugonjwa wa mguu, bali wewe Mwamba ulivizia wakati bidada ameondoka, wewe ukamfanyia tukio na jamaa akafa. Lakini Mwamba akasema wala mimi sikumuua, mimi jamaa aliniomba mimi hapa niweze kumuua kwa sababu hawezi kuvumilia maumivu makali anayoyapitia. Na mwanamama akasema sasa ili siri yako endelee kuwa siri, unatakiwa kwenda kusimamisha zoezi la boti kuweza kuondoka, la sivyo ndasema kwamba wewe ulimuua Jack, na ukumbuke hakuna atakaye kuamini kwamba Jack aliweza kukuomba umuue. Huku upande wa pili mapenzi mapya yanaendelea. Kumbuka katikati yake kuna utata mzito. Sasa Mwamba Clam akawa amemfuata bidada May na kusema kwamba unaonaje wewe ndio uweze kwenda kule alafu mimi nisiende? Lakini bidada May akasema unajua wewe ndio unaielewa vizuri bahari, kwa hiyo wewe ndio unatakiwa kwenda pamoja na hao watu wa kwanza, mimi ndabakia huku nikiwa na wahudumia wengine endapo watapata majeraha. Na bidada akasema nitakuwa nikikusubiria kipenzi hapa katika maeneo ya kisiwa, wewe nenda wapeleke wengine kisha utakuja kurudi kunisaidia. Lakini nakukumbusha tu kwamba bidada Elisa amenasa kule katika maeneo ya mapoli, na katika kule walizokuwa wakizipiga Mwamba Clam pamoja na bidada Elisa walifanikiwa kupita, ila maamuzi ya kundi yalikuwapo kwamba kama Elisa atakawia kurudi katika eneo hili la kisiwa, basi nafasi yake atapewa mtu mwingine, japokuwa hawajui nani huyo ambaye atapewa nafasi ya bidada Elisa. Hasa kuna wanafunzi wana mpango wa siri hapa, anafahamika mwamba mmoja kama Nak na bidada Jen, wakawa wanasema kwamba unaonaje twende katika mapoli tukamtafute bidada Elisa kwa sababu tunachelewa kuondoka kwa sababu yake eti tunamsubiria arudi kutokea mapolini. Hasa bidada May kuchanganya wanaume wawili kwake ilikuwa ni mtihani sana. Kwanza leo akamfuata Mwamba Anan akiwa anatiririka machozi, akasema mwanangu, naomba bana tuachane tu, yani mimi nimegundua kwamba sina hisia na wewe. Lakini Mwamba Anan akasema mimi siwezi kuachana na wewe, kumesahau kwamba kuna ahadi ambazo tumewekeana na hiyo mipango mimi siwezi kuivunja, lazima nizae na wewe, lazima tuzeeke pamoja. Sasa mishale ya usiku hiyo Mwamba Cliff akawa ameenda katika ile boti anataka kwenda kuichoma. Sasa Clam aliweza kumuona akamfuata akamwambia, wewe Mwamba unataka kuchoma boti tena? Na Mwamba akaeleza kila kitu, akasema mwanangu yule ameniponza Jaki, alisema kwamba nimuue kwa sababu anapitia maumivu makali sana. Sasa naogopa kuelekea gerezani kwa sababu nimetishiwa kwamba kama nikibakia tu na hiyo siri atakwenda kutoa siri huyu mwanamama. Lakini Clam akamsii jamaa akasema hakuna anayeweza kutoa hiyo siri yako, kama Jaki alikuomba ni alikuomba tu, wala hutoelekea gerezani kabisa. Mwamba Cliff akawa ameainisha mpango wake wa kuharibu boti. Sasa akiwa amerudi chumbani kwake akawa anaangalia picha zake za udogoni. Wakati huo ana mawazo sana. Ghafla tu bidada Jenny akawa ameingia ndani ya chumba chake. Na ukumbuke kwamba bidada Jenny ndio dada yake na yule Mwamba aliyeweza kufariki. Sasa wakati anaendelea kuongea akagundua kwamba kuna kichupa cha madawa ambacho anakiona katika mitaa hii. Akawa ameshtuka kwamba Cliff hichi kichupa cha madawa alikuwa anakitumia kwa ajili gani? Na Mwamba Cliff akaongea ukweli kwa bidada akisema kwamba kaka yako aliniomba niweze kusitisha maisha yake kwa sababu alikuwa amechoka na maumivu. Bidada Jenny alichanganyikiwa, kwanza akawafuata watu wote. Anasema mnajua tunahangaika katika maeneo
maeneo haya, kumbe mtu aliweza kumuua kakaangu ndio huyu Cliff. Lakini wanafunzi wengine hawakuunga mkono hiyo hoja ya kumwadhibu mwamba Cliff, wakasema kwamba kama alikuwa ameombwa basi ameombwa tu. Ila bidada hakuridhika na yale maamuzi, moja kwa moja akawa ameagiza vijana fulani wawili, akaagiza waweze kumteka huyu jamaa. Na kwa sababu Cliff alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi ambao walitakiwa kuondoka katika kisiwa kwa awamu ya kwanza, wakamteka na kusema kwamba huyu anatakiwa aendelee kubakia hapa hapa kisiwani. Hasa kesho yake bana, wako kufunga boti tayari kabisa kwa ajili ya safari. Lakini mwamba Clam akiwa anaweka zile nguo juu kabisa ili upepo wewe unazisukuma, akashangaa tu kuna tetemeko la ardhi limeweza kutokea, akaanguka kutoka juu mpaka chini. Na mwamba alipoweza kutua tu, kama kawaida, kuna maono ambayo huwa anayaonaga, na maono haya anamwonaga mwanamke ambaye amembeba mtoto akiwa anatembea katika mapori, ila kila anapomfuataga yule mwanamke anakujikutaga anabanwa na miti. Na mwamba ile anamsogelea tu yule mwanamke, anataka tu kumtazama sura yake. Ghafla tu bidada Nam akamwamsha kutokea katika huo usingizi mzito, na bidada Nam akawa ameshtuka kwamba kila alipomkuta jamaa anaweweseka katika maono, huwa anapoacha kuweweseka tu, ghafla ile sauti ya ajabu inakopo inasimama na haiendelei tena. Na bidada Nam kwa sababu anajua mambo fulani hivi ya kiroho, akasema huenda wewe una kitu fulani special sana ambacho kinakupa taarifa juu ya mambo yanayokwenda kujiri. Hasa kumbuka kwamba Cliff pamoja na mwamba mmoja hivi anayefahamika kama Nock walikwenda katika mapori, na lengo lao ni moja tu, kwenda kumtafuta bidada kwa sababu alikuwa amepotelea katika mapori. Sasa ile wanakuja kushtuka asubuhi, mahali ambapo walikuwa wameweka tenti lao papo tofauti kabisa, yaani kana kwamba kuna mtu aliwabeba akawahamisha upande mmoja kuhamishia upande mwingine. Hasa wakawa wanamuuliza bidada Elisa, umewezaje kufika hapa? Tunakutafuta kule, wewe ni miongoni mwa watu ambao mtakwenda kupanda boti ile ya kwanza. Lakini bidada akasema mimi nimenasa hapa karibia kwa siku 2. Lakini wakamwambia bidada, unachekesha sana, umenasa hapa kwa siku 2 wakati umepotea kwa wiki 2 wewe. Bidada akasema hapana bana, ni siku 2. Kama ingekuwa wiki 2 nisingeweza kuwa hai mpaka sasa hivi, kwa sababu sijawahi kula kutoka nimeondoka katika lile eneo lenu, na kama zingelipita wiki 2 huenda ningekuwa nimekufa sasa hivi. Hebu acheni masiala bana, nimeondoka ni siku 2 hivi, sasa hivi ndo najisikia njaa kidogo. Hasa tukirudi huku katika eneo la kisiwa bana, kuna kikao kizito siku ya leo, na bidada Nam anasema kwamba mnajua kwamba tabia ya mwalimu wetu kutokea baada ya tsunami imebadilika sana. Mwamba Ice msumbufu wa kisiwa akawa anamfuata bidada Ying ambaye ndo mpenzi wake, akaanza kusema kwamba naomba unisamee sana bana katika yote ambayo huwa anakufanyiaga, yalikuwa ni madawa tu. Na Mwamba Ice akasema wewe ndo utakaye kwenda nyumbani wa kwanza, mimi nitabakia. Kwa mimi hapa kwenye nafasi yangu nitaomba wewe ndio uende. Bidada alifurahi kidogo, lakini hasa Mwamba Clam kwa kuwa ameujua ukweli kabisa kwamba mwanamama Rim ndiye ambaye anataka hawa wabakie katika eneo la kisiwa, akamfuata akasema, kwani unazuia watu wasiondoke katika hichi kisiwa? Mama akasema yote hiyo ilikuwa ni kwa ajili yako, wanafunzi wote wanaweza wakaondoka, lakini isipokuwa wewe peke yako ndio unatakiwa ubakie ndani ya hiki kisiwa, kwa sababu hiki kisiwa kinaitwa Binsa, maana yake ni mlango. Na akamwambia Clam kwamba kama ukiweza kulikuta hilo geti, basi wewe ndio utaweza kufahabisha mambo yote yaweze kutulia, lakini kama na wewe ukiondoka tu, basi itatokea dharuba mbaya sana na wote mtakufa. Hasa kisanga bana, huku katika chumba cha bidada Mei leo alikuwa amefanya kipimo cha ujauzito na kugundua kwamba eti yeye ni mjamzito. Sasa ameseksi na watu wawili hapa katika kisiwa na haelewi ujauzito ni wa nani. Mwamba Anan ameingia ndani, anakuta bidada ameshika kipimo cha ujauzito, akaanza kusema wao, jamani, Mungu mwema ameamua kunisababisha niwe baba katika matatizo makubwa namna hii. Hasa kwa kuwa bidada Mei hakuwa miongoni mwa watu waliokuwa wamechaguliwa kuondoka na boti ya kwanza, basi Mwamba akasema kwamba nitahakikisha wewe unaingia katika boti ya kwanza ili uweze kuondoka katika haya maeneo ya kisiwa tukalee mtoto wetu. Kwa hiyo ili bidada Mei aweze kuondoka ni lazima mwanafunzi mmoja aweze kupungua, na mtu ambaye hajaonekana mpaka dakika hii ni bidada Elisa ambaye yuko katika mapori. Hasa Mwamba Anan akaanza kuonga watu rushwa, akasema kwamba yeyote yule aliyechaguliwa kupanda boti kama atailisha hiyo ruti yake, basi ndamwapatia pesa mingi sana. Sasa tukirudi huku ndani ya mapori, bidada Elisa akiwa ameambatana na vijana wawili wakawa nasikia ile sauti ya mwangwi fulani hivi, wakasema hebu tuifuate hii sauti, huenda itakuwa na maana. Na kadri walivyokuwa wakizidi kutembea, ndipo walikuja kugundua kwamba kuna mwanga fulani mkali sana. Wanapozidi kusogea, hasa walipovuka tu katika ule mwanga, wakajikuta wamerudi katika pari ile ya kwanza kabisa iliyokuwa imefanyika hapa katika eneo la kisiwa, na kila mtu alikuwepo, na wote walibaki wanashangaa tu. Wale watu walio katika pati ndio watu wale walipoona hawa wawili wameweza kurudi, hawa watatu moja kwa moja wakawa wanawakumbatia na kusema jamani, tuendelee na party guys. Sasa na wenyewe wakabaki wanashangaa, hivi hapa ina maana ni shuleni au? Na ghafla tu watu wote wakapotea na hata mziki ukawa umepoa. Lakini kilichowadhibitishia kwamba haya walikuwa wanaona sio maruerue, kwani moto ulikuwa bado unaendelea kuwaka. Kwa lugha nyepesi, kuna shughuli ilikuwa inaendelea. Sasa tukirudi katika kisiwa, bidada Nam alikuwa anaota ndoto kana kwamba Mwamba Clam alikuwa anapatiwa zawadi ya mwanga fulani katika mkono, na aliyekuwa anampatia mwanga huo hakuwa mwingine bali ni yule mwalimu ambaye anafahamika kama Lim. Hapa bidada akapata mashaka kidogo na kusema kwamba huenda yule mwanamama Lim ana jambo la muhimu sana ambalo linamhusiana Mwamba Clam. Sasa bidada Mei kuepuka kabisa kwamba Mwamba Anan anapambana sana kwa ajili yake, asije akawa anatupa
kutupa tu nguvu zake, siku moja ikaja kugundulikana kwamba mtoto sio wake. Basi akamwambia Anan kwamba ninahisi kwamba huu ujauzito utakuwa wa kwako ama utakuwa kwa Mwamba Clam, kwa sababu Clam nimelala naye na wewe nimelala na wewe pia. Mwamba Anan anampenda bidada sio poa, akaanza kumwambia siwezi nikaruhusu kabisa wewe uondoke mbali yangu, siwezi, na huu ujauzito ni wa kwangu mimi, sio wa Mwamba Clam, na ulitembeaje na Clam bana? Na Mwamba kuhofia kwamba asije akashindwa kumpata bidada, akataka kutoroka naye siku hiyo hiyo katika eneo la kisiwa. Akamkamata bidada akamfunga katika boti na akawa anaiandaa boti kuweza kuondoka naye. Sasa wakati huo wanafunzi walisikia zile pukushani, wakawa wametoka, wanamkuta Mwamba Anam amemfunga bidada na anataka kuondoka naye, afu kwa wawili tu, na huyu Anam amechukuliwa kama mwanafunzi ambaye ni kiongozi. Kwa hiyo akasema kwamba anayetaka kuondoka na mimi basi ahusike katika kuisukuma hii boti, na akifanikiwa kuifikisha katika maji basi tunaondoka naye. Kuna vidume fulani hawakutaka kabisa kupoteza muda, moja kwa moja wakaanza kuipush ile boti, sukuma kweli kweli mpaka ndani ya maji. Lakini Mwamba Clam alipopata taarifa kwamba bidada May anaondoka, jamaa alianza tu kukimbizia ile boti aweze kumchukua bidada May, lakini ghafla tu kuna kama milipuko fulani ikaanza kuchomoka na kuanza kushambulia kisiwa kwa wakati huo huo. Na tena hii milipuko haikuishia hapo, ikaanza kulipua mpaka lile karatasi ambalo limeishikilia ile boti. Kwa lugha nyepesi, kama ile karatasi limeharibiwa, maana yake hawezi kuondoka hapa kwa sababu anategemea upepo. Bidada May haraka sana akarudi katika kisiwa na kuanza kuwatibia wale wote waliopata madhara kutokana na ile milipuko. Watu wote wakiwa bize kabisa katika eneo hili la kisiwa, huku upande wa pili bana shughuli inaendelea. Bidada Elisa alikuja kugundua kwamba upande wa pili katika eneo haya ya mapango ni kama kulikuwa kuna chanzo cha hiyo sauti. Hasa bwana, wakawa wanaona kwamba kuna sauti inatokea hapa. Katika kuchungulia wanagundua kwamba kuna mwanamke ambaye anaomba msaada. Kumtazama mara mbili mbili ni yule mwanamama mwalimu ambaye ni mwalimu wao. Sasa wakabaki wanashangaa, huyu mwalimu ina maana yuko huku? Basi bwana, wakamsaidia wakamtoa na kaanza kumrudisha katika ile maeneo ya kule katika kisiwa. Haraka sana wakarudi katika eneo la kisiwa, wakaanza kusema jamani, tumemkuta mwalimu Rim kule katika maeneo ya mapoli, ina maana mlimfukuza huku? Lakini wanashangaa kukuta kwamba kuna mwanamama Rim mwingine yuko hapa hapa kisiwani. Lakini Rim wa kwanza aligundua nini ambacho kinaendelea, akawa ameondoka katika eneo hili. Sasa wanafunzi wote wakabakiwa wanashangaa, hivi mwalimu wetu halisia ni nani? Basi bwana we, hakuna wa kuweza kutoroka katika eneo hili, wakaanza kumfukuza wakiwa wameshika mioto. Huyu mwanamama ni nani na kwa nini muda wote alikuja katika sura ya mwanamama Rim? Lakini mtu pekee aliweza kufanikiwa kumkuta alikopo ni Mwamba Clam, na akamuuliza wewe ni nani na ulikuja kufanya nini katika kisiwa chetu? Lakini mwanamama akasema wewe unachotakiwa kwanza ni kujijua wewe kwamba wewe ni mtu maalum sana, na ndio maana katika gari ambayo iliweza kumuua baba yako, katika gari hiyo hiyo wewe ulitoka salama. Lakini Mwamba Clam akasema mimi sikumbuki chochote kile katika ile siku, huenda nilizimia nikajikuta nimetoka ndani ya gari. Lakini mwanamama akasema hapana, kuna kitu maalum kilifanyika. Hasa watu walipoweza kufika na kukuta Clam anaongea na huyu mwanamama, wakajua kwamba huenda Clam anataka kumficha huyu mama, wakaanza kumshambulia hata yeye kwa kumpiga na mawe. Na Mwamba alipokasirika tu kapa ile sauti ya kutisha ikaweza kujirudia tena, na wakati huo inapotokea sauti hii huwa kunakuwa na tetemeko. Sasa Mwamba akawa anaona tena maono, na huwa Mwamba maono yake yote ni kumwonaga mwanamke aliyeweza kumbeba mtoto. Kuja kutazama mara mbili mbili anagundua kwamba eti alikuwa ni yeye aliyebebwa tena na huyu ni mama yake. Alafu kafa tu Mwamba akarudi katika fahamu zake. Huyu mwanamama Rim akasema kama unataka kujijua wewe ni nani, luka na mimi pamoja katika maji. Kwa kweli Mwamba alisita sana, lakini anakuja kushtuka na gundua kwamba alikuwa amefungiwa katika chumba. Kumbe Mwamba Anan alipanga kuweza kumkamata mwanamama Rim pamoja na Mwamba Clam, na mpango wake ni mmoja, kuhakikisha kwamba anakwenda kuua wote wawili. Na ukumbuke hata haya ambayo anayafanya jamaa ni kuhakikisha analipa kisasi kwa jamaa kwa kuweza kutembea na mpenzi wake, na hawajui kabisa ujauzito ambao bidada alionao, je ni wa Mwamba Clam ama ni wa Mwamba Anan. Basi akawa anasema Clam inaonekana ndo alikuwa nyuma ya pazia kuzuia plani yetu ya sisi kuweza kuondoka ndani ya kisiwa. Huyu anatakiwa kuuliwa. Wanafunzi wote ndio kweli alikuwa anashirikiana na ule mwanamke mchawi. Lakini marafiki wa Mwamba Clam hawakukubali kabisa jamaa huyu aweze kuuliwa. Wakawa wameweza kuvizia katika vyumba na wanataka kuweza kuwapiga walinzi kisha waweze kumkomboa jamaa. Ni kweli kabisa Mwamba Clam walifanikiwa kumuokoa, ila jamaa alipokuwa anatoroka hakutaka kutoroka peke yake, akatoroka na bidada May. Lakini Anan anavyompenda May akawa wamewakamata na akasema leo Clam na kuua hapa hapa. Lakini bidada hakuwa tayari Mwamba Clam aweze kuuliwa kwa sababu anahisi huyu ndo baba kijacho wake wa kweli. Akawa amempiga Mwamba na kimshale fulani hivi, jamaa akajikuta amebakia katika kisiwa anapiga makelele. Lakini akashangaa bidada May ameweza kutoweka. Mwamba Clam akawa anaita tu May May, lakini mwanamama Rim akajitokeza tena mbele yake. Mwanamama akasema unatakiwa ujifahamu na ufahamu kuhusu familia yako, naomba uambatane na mimi katika mapango, kuna jambo nataka nikueleze. Lakini muda huo huo kumbe Mwamba Anan alikuwa ameshamkamata tayari bidada May na amemrudisha katika kijiji. Kaendelea kupiga makelele akasema msione na muinda sana huyu mwanamke jamani, ni mpenzi wangu lakini pia ni mama wa mtoto wangu ambaye anakuja, yani mama kijacho. Na mwanamama Rim huku upande wa pili akazidi kumtembeza Clam katika maeneo ya mapango akisema kwamba huo mlango upo katika mji huu na huu ndio mlango ambao unaunganisha dunia pamoja na maeneo ya visiwa, na akasema ndani
ndani ya hili pango ndio kuna miongoni mwa huo mlango. Mwanamama akasema, una uhakika hayo maono ambayo unayaonaga kwamba kuna mwanamke amembeba mtoto unahisi ni mama yako? Jamaa akasema, ndio, ninahisi ni mama yangu, lakini kwa nini alitaka kujiua na kwa nini alijiua? Lakini mwanamama Mariam akasema kuwa mama yako hajawahi kutaka kujiua, bali alikuwa anaingia katika mto, lengo lake ni moja tu, aweze kuvuka ule mpaka ambao nimekuambia upo katika geti. Basi kwa kuwa mwamba ana lengo moja tu la kutaka kujua ukweli, alipoambiwa kwamba mama yake aliingiaga hapa katika eneo la ziwa, basi naye mwenyewe akazamia hapo hapo ili ujue ukweli. Lakini mwamba alipoweza kuingia tu katika haya maji, ghafla tu kuna tetemeko kubwa la ardhi likaweza kutokea na mawe yakaweza kuziba katika lile eneo la mlango alipoweza kuingilia. Jamaa kuja kushtuka hivi yuko katika maji. Hasa mwamba kule alikokuwa ameibukia akaweza kumwona baba yake mzazi, na mara baada ya mama yao kuweza kupotelea katika ziwa, basi baba yake mzazi alitamani kwenda kumtafuta mama yake na akampatia huyu jamaa ambaye alikuwa anamlea Clam kwa wakati huu. Halafu akamwambia kwamba hiki kisu utampatia mwanangu Clam pindi atakapokuwa amekuwa, naomba unilelee. Jamaa akakubali kumlea. Sasa mshikaji Clam aliweza kuona eneo ambalo kama vile lina uwazi, akaogelea mpaka tokea katika ile eneo na kuja kufumbua macho yake hivi, alichokiona mbele yake akabaki anadoa tu. Akakutana na geti moja kubwa sana katika yale maeneo. Basi moja kwa moja akawa amefungua na kuingia ndani. Hapa akakutana na kibao ambacho kimeandika kwamba wewe kuanzia sasa ndo kuhani mkuu ndani ya Thailand. Hasa ile mwamba hajatulia, anaendelea kuzurura katika ile eneo la kisiwa, akashangaa marafiki zake wote wameweza kujitokeza. Afu yule mwamba Joy ambaye alikufa wakati ule anatafuta boti pamoja na bidada May mjamzito, yani wote. Hasa wake akashangaa kwamba hawa watu inawezekanaje tena wakawa hai wakati huu? Mwamba Clam anawaza vibaya sana. Hawa watu ninaowaona ina maana ni watu halisia ama nimerudi katika miaka ambayo sio ya uhalisia wa sasa hivi? Hasa season ya kwanza ndo ikawa imekomea hapa. Kwa hiyo season ya pili itakwenda kutoka, na mara tu itakapokuwa imeweza kuachiliwa, basi haraka sana nitakusogezea hapa ndani ya channel yako pendwa ya PVP Media Plus. Wakati huo umegusa alama ya kusubscribe, tunaendelea na vigongo vingine vikali sana tukiwa tunasubiri season 2. Hakikisha tu kwamba unamtaarifu na mwenzio kwamba PVP Media Plus tupo huku.